Nimekuja kufuatilia nikagundua katika kila agizo ambalo Mungu amelitoa, Shetani au adui ametengeneza hivyo hivyo ambalo pia linatekelezwa katika mfumo wa tofauti. Lakini pia nikakaa nikagundua sisi ambao tuko upande wa Mungu tunafuata haya maagizo kwa hofu, lakini pia kwa kinyonge, bila kuwa na heshima, bila kuwa na adabu, tena wakati mwingine tunayabishia. Wakati wale wa upande wa pili, hata kama uko kwa Mungu lakini unashiriki kule upande wa pili, wanafanya kwa kicho, kwa unyenyekevu, kwa usahihi na umakini, hawakosei sharti hata moja. Wanashindwa kujua huku kwetu ukiwa timamu ukafanya kwa uzuri, faida yake ni uzima wa milele. Ukiwa kwa hawa jamaa ufanye vizuri ufanye vibaya, madhara yake ni kupotea milele. Katika somo ya leo, hatua ya 16, tutakwenda kusoma au kusikiliza somo nalosema shiriki Pasaka. Shiriki Pasaka. Ili uweze kukua kiroho na umeshaingia ndani ya nyumba ya Mungu, ni lazima ufanye yale maagizo matakatifu ambayo Yesu aliacha. Moja ya tukio ambalo Mungu amesema tulikumbuke na tulifanye kama mfano ni tukio la kushiriki meza ya Bwana, au ambao tunaita kwa sasa ni Pasaka halisi. Ni lazima ushiriki ushirika mtakatifu wa meza ya Bwana. Na hii ina faida kubwa sana katika maisha ya sasa na maisha ya baadaye. Tusome kitabu cha Wakorintho wa kwanza 11 mstari wa 23 mpaka 28. Biblia inatupa maagizo hapa, inasema au maandiko yanasema, kwa maana mimi nalipokea kwa Bwana niliyowapa ninyi, ya kuwa Bwana Yesu usiku ule uliotolewa alitwaa mkate, naye akiisha kushukuru akaumega, akasema, huu ndio mwili wangu ulio kwa ajili yenu, fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. Na hivi ni baada ya kula, na hivi baada ya kula akakitwaa kikombe akisema, kikombe hiki ni agano jipya katika damu yangu, fanyeni hivi kila mnywapo kwa ukumbusho wangu. Maana kila mulapo mkate huu au kunywea kikombe hiki, mwaitangaza mauti ya Bwana hadi lini? Hata ajapo. Sasa tumeingia kwenye dini ziko spidi sana. Dini ziko spidi sana kiasi kwamba wanaona baadhi ya maagizo ya Mungu yanakera, yanachelewesha. Wakati haya akienda upande wa pili, akiambiwa hata arudi kinyume atembee akiwa yuko uchi, atafanya. Akiambiwa ende njia panda akapasue nazi aoge, huyo ambao kanisani huko nasumbua, utamkuta nafanya kwa hofu kubwa. Moja ya maagizo matakatifu ambayo Yesu ametuachia ni kitu kinaitwa Pasaka. Sasa usichanganye kati ya Pasaka na ile inaitwa Easter au sikukuu ambayo inafanyika mara moja kwa mwaka. Ile ni mipango tu ya kanisa moja ambalo liliamua kuweka mipango, vitu vyake. Siwezi kuwaingilia na mbinu zao walizotumia kupata waumini, lakini nataka nizungumzie hiki ambacho kipo kwenye Biblia. Maana Yesu amesema tutakapomuinua Yesu atawavuta watu wengi. Sio kuinua wanavyofanya wale jamaa wengine na watu mbalimbali. Wao ni vitu vyao ambavyo wamebuni, ambavyo Mungu nao awasaidie. Lakini ninaposema Pasaka, Pasaka ya kwanza ilifanyika katika wakati wana wa Israeli wanahitaji kutoka Misri, ambako zilichinjwa, walichinja kondoo wakaweka alama ya damu, na ikatokea tukio la ukombozi. Huduma hii iliendelea kufanyika mpaka Yesu alipokuja akafuta, maana ilikuwa ni kivuli. Akatupa mfano mwingine akasema, fanyeni hivi mpaka nitakapokuja. Sasa Yesu mwenyewe akaweka mfano. Tukio hili ambalo lilikuwa lina stage kama ifuatavyo. Mambo yalikuwa ni mengi, lakini niseme machache. Lakini kabla sijasema, nisiseme mimi, ngoja aseme mwenyewe kupitia kitabu cha Yohana
Yohana 13, tutasoma kuanzia mstari wa 14 mpaka 17, tukio ambalo alituachia kama mfano wa namna ambavyo tunapaswa kushiriki tukio hili. Na ni tukio ambalo liko powerful sana. Ni tukio ambalo linaweza likageuza maisha yako kabisa kama ukilifanya kwa unyenyekevu na kicho cha kiwango cha juu. Biblia anasema hivi kuanzia mstari wa 14. Yohana 13 mstari wa 14. Anasema hivi: basi ikiwa mimi niliye Bwana na mwalimu nimewatawadha miguu, imewapasa vivyo hivyo ninyi kutawadhana ninyi kwa ninyi, kwa kuwa nimewapa kielelezo, ili kama mimi nilivyowatendea nanyi mtende vivyo hivyo. Amini amini nawaambia, ninyi mtumwa si mkuu kuliko bwana wake, wala mtume si mkuu kuliko yeye aliyempeleka. Mkiyajua hayo, heri ninyi kuyatenda. Kabla Yesu hajafanya tukio lile la kula mkate pamoja na divai pamoja na wanafunzi wake, ilitanguliwa na tukio la kutawadhana miguu. Yesu akawatawadha miguu wale wanafunzi wake. Alafu akatuachia kielelezo hata sisi pia tufanye ili tukio la kunawishana miguu, ili tuweze ni ishara ya kwamba pamoja na yote hayo sisi tu wanyenyekevu na tunanyenyekeana sisi kwa sisi. Lakini tukio hili la Pasaka lina vitu vifuatavyo. Lina vitu vifuatavyo. Moja, tukio la Pasaka ambalo tumelisoma kidogo kwenye kitabu cha Yohana 13 na Paulo akalirudia kwenye Biblia kitabu cha Wakorintho wa kwanza 11, lina maana kubwa sana. Maana ya kwanza, linachukua nafasi ya tukio la Pasaka ya Agano la Kale. Pasaka, lamb, kondoo wa Pasaka ambaye alikuwa ni Yesu Kristo, tayari ameshakufa na amefufuka na ametuachia mfano wa kufuata. Kwa hiyo matukio mengi ya Agano la Kale utaona baadhi ya madhehebu na dini wanayarudisha kinyume kwa njia ambayo si ya kawaida, wakati Yesu ameshatuwekea kielelezo. Kama kuna jambo tunapaswa tulifanye tukio hili la Pasaka, na maandiko hayajasema tufanye mara ngapi. Unaweza ukafanya kila siku, unaweza ukafanya mara moja kwa mwezi, mara moja kwa mwaka ni kubwa sana, lakini hatuwezi kukupinga kwa sababu Biblia inasema ni mara ngapi. Lakini tunaona hata mitume walikuwa wanakutana kushiriki hili tukio angalau baada ya kipindi fulani. Lakini hekima za Roho Mtakatifu zinaweza zikaongoza kanisa mahalia kubuni na kuweka mfumo ambao watu wa Mungu watafanya tukio hili bila kulifanya kuwa la mazoea. Tutaweza kuingilia sana huko. Jambo la pili, katika sikukuu zote ambazo Yesu baada ya kufa na kufufuka aliwaachia wanafunzi wake, ni sikukuu hii ya meza ya Bwana na Pasaka. Kwa nini? Ukifuatilia sikukuu nyingi za kanisa la Kikristo ambalo limebuni sikukuu zake kubwa, Christmas, Pasaka, kwa namna ambavyo waliona hekima yao ni sawa, na sikukuu hizi ambazo Yesu alizifanya, sikukuu nyingi za kwenye Biblia ziliwafanya watu watafakari uovu wao, wamsogelee Mungu na wapate baraka ya kusamehewa makosa yao. Katika sikukuu zote za Agano la Kale, hadi ikiwemo Pasaka, zikiwemo zile Yom Kippur ambayo siku ya upatanisho, na sikukuu za Sabato na sikukuu mbalimbali, sikukuu zote hizi ziliwafanya Wayahudi angalau wamrudie Mungu, na ziliwafanya watu wengine wasio Wayahudi wamjue Mungu wao. Kiangalia adui anatumia sherehe pia hizi, maana Mungu anapenda sherehe. Kama nilivyosema mwanzo, anatumia sherehe kubuni naye sikukuu ambazo badala ya watu kuwa karibu na Mungu
wengi wanakuwa mbali na Mungu. Ndio sikukuu ambapo vileo vitakuwa hadimu, viwanda vya bia vitaongeza uzalishaji. Ndio sikukuu ambazo gesti zitafurika. Ndio sikukuu ambazo watu watakula na kuvimbewa na kunywa na kuchanganyikiwa. Ndio maana pia hata dhambi ya Sodoma na Gomora haikuwa tu wanaposema mambo ya kinyume na maumbile, lakini kusoma kitabu cha Ezekiel anasema ilikuwa ni ulafi, kula kwa kupitiliza. Kwa kitu hiki anakitengeneza katika siku za mwisho, atibuni sikukuu ambazo zitawafanya watu wale na kupitiliza. Lakini si tuhumu mtu yoyote, maana katika sikukuu hizo bado kuna watu ambao wanaziamini na wanafanya matukio makubwa katika kiroho, mahali yao ya kiroho inaongezeka. Lakini nataka nikurudishe kwenye sikukuu hii. Ni sikukuu ambayo ndio sikukuu kubwa kuliko sikukuu zote za Wakristo. Sikukuu ya kushiriki meza ya Bwana. Na hata kama kwa uelewa wako na kwa ufahamu wako wa imani unaifanya mara moja kwa wiki, na kusi mpendwa, ifanye kwa heshima kubwa, maana ndani yake kuna mambo mengi ambayo Mungu atakufanyia. Sikukuu hii ni kumbukumbu ya ukombozi kutoka dhambini. Kama Pasaka ya mwanzo ya Agano la Kale ilivyokuwa ni sikukuu ya kumbukumbu ya ukombozi wa wana wa Israeli kutoka Misri, na sisi Yesu ametuwekea kumbukumbu, maana anajua wanadamu wana akili ambazo zinasahau mapema. Kumbukumbu ya kwamba tumetoka dhambini. Watu wengi hawaoni umuhimu wa kumbukumbu hii, kwa sababu wakijiangalia maisha yao baada ya kumpokea Yesu, maisha yao hayana tofauti na maisha ya kule walipokuwa Misri. Kwa unagundua hii sikukuu ya Pasaka itakufanya umkumbuke Mungu na kugundua kwamba wewe umeokolewa, si wa huku, maisha yako ni huku. Na kama unashiriki hata huduma za kishirikina, ni sikukuu ambayo inakukumbusha, acha, wewe si mtu wa huku, ni ufalme wa Mungu. Kwa ni moja ya sikukuu ambayo ni bora na ni njema, na kama ukiifanya kwa heshima, hautakuwa na kiu ya sikukuu nyingine yoyote ambayo ni maagizo ya wanadamu. Ndio maana Biblia inasema, nanyi mwaniabudu bure, mkiacha maandiko na sheria ya Mungu na kuyafuata maagizo ya wanadamu. Kama unaona bado maagizo ya kibinadamu kwako yana nguvu kubwa kuliko maneno ya Mungu na hizo sikukuu ambazo Mungu aliziweka ili tusaidie kutufufua kiroho, bado kuna shida. Inabidi uombe neema ya Mungu. Katika sikukuu hii tunafundishwa na kukumbushwa kwamba kafara aliyotoa Yesu msalabani ndio kitovu cha wokovu wetu, ndio kiini cha wokovu wetu. Lakini jambo la pili ni ushirika wa jumuiya ya Kikristo. Ni ushirika wa jumuiya ya Kikristo. Sikukuu hii, kama tumesema umoja wa Kikristo katika somo lililopita, ndio ambayo ni simenti ambayo inafufua umoja uliokufa ndani ya watu waliompokea Yesu Kristo kwa Bwana Mwokozi wao. Ndio maana inashauriwa kabla hujaingia katika sikukuu hii ya kutawadhana miguu, lakini pia kula na kunywa ile meza ya Bwana, ikiwa ni divai, ambayo divai hii sio ile pombe, ni divai safi, maana inawakilisha damu ya Yesu, haikuchakachuliwa, ilikuwa ni damu iliyo safi. Kama ni mkate, ni mkate ambao sio tu wa chachu, na maanisha mwili wa Yesu ambao ulikuwa hauna dhambi kabisa. Inaleta umoja, inafungulia pamoja sana, inaondoa majungu, inaondoa chuki kati ya waumini, inaondoa kuviziana, inaondoa kujiona, inaondoa kujiinua. Ndio baraka kubwa zilizofichwa katika sikukuu hii bora sana ambayo Mungu ametupa. Sikukuu hii bora sana ambayo Mwenyezi Mungu kwa hiari yake mwenyewe ameamua kutupa sisi tulio watoto wake. Kitabu cha Wakorintho wa kwanza 10 mstari wa 16 na 17. Wakorintho wa kwanza 10, kitabu kutoka kwanza 10 mstari wa 16 na 17. Kikombe kile cha baraka tukibarikicho, je, si ushirika wa damu ya Kristo? Mkate ule tuumegao, si ushirika wa mwili wa Kristo?
kwa kuwa ni mkate mmoja, sisi tulio wengi tu mwili mmoja, kama sisi sote tuwapokea sehemu ya ule mkate mmoja. Ngoja nikwambie, mkate unaotengenezwa unatakiwa uwe mmoja, alafu kutoka kwenye mkate mmoja unakatwa vipande. Kutoka kwenye hivyo vipande tunakula watu wote kwa maombi mengi sana na nyimbo nyingi za sifa na utukufu, zaburi zikiimbwa. Ngoja nikwambie, mkate huo utaleta umoja uliokufa katika kanisa. Mkate huo na damu hiyo mtakayokunywa hapo, na hiyo kikombe cha divai isiyotiwa chachu, mfano wa damu ya Yesu ambayo mtatengeneza kwenye ibada zenu na kushiriki, zitawafunga wote na kuwafungamanisha na Kristo. Kwa ni jambo ambalo ni la msingi na ni la muhimu sana katika ukuaji wa Kristo. Niongee na wewe ambaye unapenda kukimbia huduma hii. Ukikimbia hii huduma, unamkimbia Yesu moja kwa moja. Niongee na wewe ambaye umefungua ibada, lakini kwenye ibada zako huduma hii umeitoa au umeiafifisha au umewapa kikundi cha watu wachache ndio wanashiriki kwa niaba. Ngoja nikwambie, unawazuilia watoto wako baraka za Mungu. Unawazuilia waumini wako baraka za Mungu, na unawazuilia watu wa Mungu baraka ya uzima wa milele kupitia ushirika wa mtakatifu wa meza ya Bwana. Inaonyesha wote ni familia moja na chanzo chetu ni moja, na tumekutanika katika ibada kwa kuunganishwa na Yesu. Kwa ili uweze kukua kiroho, shiriki sikukuu hii bora ya Pasaka ambayo ni meza ya Bwana. Na nimekuambia Pasaka ambayo ni meza ya Bwana sio sikukuu ile ya Pasaka ya kula vinono ya kidunia. Ile ni sikukuu yetu ya Easter, ni sikukuu ya kidunia ambayo walibuni watu, hatuwezi kuwaingilia, ni mambo yao. Lakini sisi turudi kwenye ya kwetu kwenye Biblia. Ni tukio ambalo unaweza kulifanya kila siku. Ni tukio ambalo unaweza kulifanya mara moja kwa wiki, usilizoe. Ni tukio ambalo unaweza kulifanya na familia yako kwa mwongozo ambao Mungu atakupa mafunuo sawa sawa na Mungu atakapofunulia viongozi wako wa kiroho namna ya kuliseta. Lakini familia zitakaposhiriki tukio hili zinaleta nguvu kwenye familia. Umoja ulioteketea unaunganishwa kwa jina la Yesu. Nguvu zilizopotea zinarudishwa kwa jina la Yesu. Kwa hiyo Mungu akupe unyenyekevu wa kuanza mchakato wa kukumbuka sherehe hizi ambazo ni bora kuliko sherehe zote katika maandiko matakatifu. Jambo la tatu, sikukuu hii ya meza ya Bwana au sikukuu ya Pasaka ambayo ametuachia Yesu Kristo inafufua matarajio yetu ya ujio wa Yesu Kristo mara ya pili. Tumesoma Korintho wa kwanza 11:26, anasema maana mfanyapo hivyo mwaitangaza mauti ya Yesu hata ajapo. Wakristo wengi wameiacha hii sikukuu au wamewaachia watu wachache waifanye kwa sababu hawana kiu na kuja kwa Yesu mara ya pili. Viongozi wamewadanganya watu wengi kuwaaminisha kwamba wanaweza wakawa na maisha bora hapa duniani. Akili zimetekwa, zinaaminishwa ya kwamba kitu bora kabisa wanaweza wakakipata katika dunia hii ambayo Mungu amesema ameiweka akiba kwa ajili ya moto. Lakini mpango kazi na mpango mkakati wa Mungu ni kuhakikisha akili za kila muumini anayemwamini Yesu afocus au matarajio yake yawe katika ujio wa Yesu Kristo mara ya pili, na ile nchi mpya na mbingu mpya ambayo Mungu atatuandalia, mahali ambapo hakuna kilio, hakuna kutokwa na amani, hakuna huzuni, hakuna mashaka. Ni mahali penye ushindi, mahali penye amani, mahali ambapo hakuna machozi. Hapo ndipo akili ya kila mcha Mungu inapaswa igote. Kwa tukio hili linatukumbusha matarajio yetu. Na tunaposhiriki tukio hili lazima tusome mafungu yanayosema Yesu anakuja. Yesu anakuja. Pamoja na juhudi tutakazofanya, biashara, utaenda kazini, utalea watoto, utazaa watoto, utasoma mpaka elimu unayotaka, lakini hii isikutoke kichwani. Jesus is coming again. Na kwa sababu unajua Yesu anakuja, ukishiriki tukio hili litakusababisha usiwe mzubaifu kiroho.
Mathayo 26 mstari wa 29. Mathayo 26 mstari wa 29. Lakini nawaambieni, sitakunywa kabisa tangu sasa uzao huu wa mzabibu hata siku ile nitakapokunywa mpya pamoja nanyi katika ufalme wa Baba yangu. Lakini nawaambieni, hii sitakunywa tena. Kila unapokunywa na kushiriki kunywa meza ya Bwana, juisi ile ya zabibu au matunda ambayo ni uwakilisho wa damu ya Yesu, na kula mkate ambao ni msafi hujatiwa chachu, na juisi ambayo ni safi haijachanganywa haina alcohol, unakunywa na mkate unasema pamoja na Yesu, lakini na mimi nawaambieni, lakini tunaambiana ya kwamba sitakunywa tena hii kitu tena katika dunia hii. Kuna wakati unafika nitakunywa pamoja na Baba yangu na huyu Yesu aliyeniokoa tukiwa mbinguni. Kila unapokunywa sema, iko siku nitakula na kunywa mbele ya kiti cha rehema. You will be very powerful. Utakuwa ni Mkristo ambaye ni powerful sana na utampenda Mungu sana. Lakini jambo lingine ni maandalizi ya chakula kikuu ambacho tutakula na Yesu na mwana kondoo kule mbinguni. Unaposhiriki meza ya Bwana, unaposhiriki sikukuu ya Pasaka ya kwenye Biblia, acha Pasaka hii nyingine, unakuwa unafanya mazoezi kiroho na kimwili ya kula na Yesu kwenye meza ile ya vinono mbinguni. Kuna sikukuu kubwa ambayo Yesu ameiandaa mbinguni, atakaa na wanadamu wote waliomwamini kwenye meza kubwa sana. Sasa kama unavyofahamu, hata kabla watu hawajaenda kwenye harusi, ile namna ya kumatch pale makanisani, huwa wana muda wa kufanya rehearsal na mazoezi ya kumatch. Utakuta kama ni harusi itafanyika Jumapili, Jumamosi jioni utamkuta bibi harusi na bwana harusi na wale maids na wale watoto ambao ni wasaidizi wanakuwa wanafanya mazoezi, ili sikukuu itakapofika wasije wakawa na zubaa fulani hivi. Hata sisi tunapokula na kushiriki ile meza ya Bwana, divai isiyotiwa chachu pamoja na mkate usiotiwa chachu pamoja na kunawishana mikono na miguu, tunafanya rehearsal ya kula na Mungu mbinguni. 19 Ufunuo. 19 Ufunuo. Kisha nikamwona huyo mnyama wa nchi na majeshi wamekutana vita Filistia na majeshi. Ni 19:9 samahani. Ufunuo 19 mstari wa 9 anasema, naye akaniambia, andika, heri walioalikwa karamu ya harusi ya mwana kondoo. Akaniambia, maneno haya ni maneno ya kweli ya Mungu. Ni maneno ya kweli kabisa. Unaposhiriki kula na kunywa meza ya Bwana na kunawishana miguu, unafanya mazoezi na unachukua tiketi ya kushiriki katika meza ya Bwana ya harusi ya mwana kondoo, mahali ambapo hakuna machozi, hakuna majungu, hakuna vita, hakuna taabu. Lakini pia jambo kubwa la msingi ambalo tunafundishwa katika tukio hili, huduma hii ya meza ya Bwana, ni moja, ni kunyenyekeana na kuambukizwa tabia ya Yesu. Wako watu Makristo lakini magaidi, Kristo korofi, Kristo amepinda, asikia, elewi. Unaposhiriki meza ya Bwana unaambukizwa tabia za Yesu ya unyenyekevu. Wewe kufika bosi ukamnawisha mfanyakazi wako ndani miguu ukamfuta, sio kazi ndogo. Unafundishwa kunyenyekea, maana mbinguni tunakuzwa kwa kunyenyekea. Kitabu cha Wafilipi 2 mstari wa 7 anasema, bali alijifanya kuwa hana utukufu, akatoa namna ya utumwa, akawa ana mfano wa mwanadamu. Mungu mwenye kila kitu akajifanya kama ni mtumwa, hana utukufu, hana kitu, akajishusha. Tunaposhiriki meza ya Bwana, kama ambavyo alishuka akawanawisha mikono, akanawisha miguu wanafunzi wake akiwemo na Yuda, akampa na tonge tamu,
Nataka nikwambie hata kama wewe umekuwa ni msaliti kwenye mambo ya Mungu, Yesu unapomnawisha mwenzako, moyo wako unashuka, unakuwa na heshima kwa mwanadamu. Una heshima kwa mwanadamu mwenzako. Unatambua hadhi nini mtoto wa Mungu ameumbwa kwa thamani. Ni jambo lingine, Wagalatia 5 mstari wa 13. Wagalatia 5 mstari wa 13. Anatoa tena kitu kimoja hapa kizuri sana. Anasema Galatia 5:13 anasema nini? Anasema, maana ninyi ndugu mliitwa mpate uhuru, lakini uhuru wenu usiwe sababu ya kufuata mwili, bali tumikianeni kwa upendo. Meza ya Bwana ni tukio ambalo tunafanya mazoezi ya kutumikiana kwa upendo. Kwa upendo. Mungu ametupa nafasi ya kutumikiana. Mimi mwenyewe hapa ninakutumikia. Kwa kumtumikia Mungu kwa njia ya kukulisha neno la uzima, ninatumika kuhakikisha kwamba unapata package ya neno la Mungu ambayo maisha yako yanapanda level za juu. Mungu akifurahi, na mimi nafurahishwa. Mimi nikifurahi na wanaonizunguka wanafurahi, kwa sababu Biblia inasema kuna furaha kubwa. Biblia inasema kuna furaha kubwa mbinguni mtu mmoja akirudi. Lakini jambo la mwisho katika kunyenyekeana au kufundishwa unyenyekevu, meza ya Bwana ni mazoezi ya unyenyekevu. Na ndio maana wanaofanya meza ya Bwana kwa kumaanisha, wanaoshiriki chakula hiki na kunywa divai ile sio tu ya chachu na kunawishana miguu kwa kumaanisha na kwa dhati kabisa, hawezi kuwa mtu mkorofi, hawezi kuwa mtu na roho mbaya. Ni mtu ambaye Bwana atakuwa amemshusha moyo wake. Na ukisoma kitabu cha Mathayo 25 mstari wa 40, maandiko yanasema, na mfalme atajibu akiwaambia, amini nawaambia, kadiri mlivyowatendea mojawapo ya hao ndugu zangu walio wadogo, mlinitendea mimi. Unaposhiriki meza ya Bwana na kumnawisha mwenzako miguu na kumsafisha, hata kama miguu yake michafu haifai, unamfanyia Mungu. Unafanya mazoezi ya kunyenyekea na kutumikia wenzako. Utakapoenda kuwaona wagonjwa, unamfanyia Mungu. Utakapoenda kutembelea wafungwa, yatima, unapotoa sadaka zako, unapogusa maisha ya watu wasiojiweza, unamfanyia Mungu. Na zoezi ambalo linaonyesha kabisa practically unamfanyia Yesu ni meza ya Bwana. Utakapochukua mguu wa ndugu yako kauosha. Unyenyekevu wa hali ya juu ambao Yesu alituachia kama kielelezo. Akasema, fanyeni hivi kwa ukumbusho wa jina langu. Napomaliza niseme kitabu cha Yohana 6. Kitabu cha Yohana 6, kuna neno ambalo binafsi huwa nikilisoma linanitia nguvu sana. Yohana 6 mstari wa 53 na wa 54, basi Yesu akawaambia, amin amin nawaambieni, msipoula mwili wake mwana wa Adamu na kuinywa damu yake, hamna uzima ndani yenu. Narudia, amin amin nawaambia, msipoula mwili wake mwana wa Adamu na kunywa damu yake, hamna uzima ndani yenu. Aulaye mwili wangu na kunywa damu yangu anao uzima wa milele, nami nitamfufua siku ya mwisho. Nukta. Kula mwili wa Yesu na damu yake haishi kielezo cha nje, ni kulila neno la Mungu. Neno la Mungu ile ni kama mkate tunaula ndani yetu. Damu ya Yesu ni kuamini katika mauti ya Yesu, ni kubeba msalaba wako na kujitwika. Lakini tukio hili sio mbadala wa kielelezo aliyotuachia. Tunaula mwili wa Yesu kupitia mfano wa mkate ambao hujatiwa chachu. Tunaula mwili wa Yesu kupitia kunywa damu ambayo ni kiwakilishi, ni divai ambayo ni wakilisho wa damu ya Yesu. Unasema ufanyapo tukio hili unao uzima wa milele, naye atakufufua siku ya mwisho. Unasema na mimi nataka nishiriki. Sijui utaratibu. Taratibu ni mwepesi sana. Muamini Yesu Kristo kwa Bwana Mwokozi wako.
kisha batizwa kwa maji mengi. Ubatizo ni uthibitisho wa nje kwamba wewe umejiunga na Yesu. Kujiunga na Yesu sio propaganda za kuongeongea tu, lazima ufanye tukio la hadhara kuthibitisha na kuthibitishia umma na kuthibitishia majini na kuthibitishia wachawi na kuthibitishia malaika na kuthibitisha mbele ya majirani na marafiki kwa kubatizwa kwenye maji mengi na kuibuka upya na kupokea kipawa cha Roho Mtakatifu. Hapo unasema wote waliompokea aliwafanya kwa watoto wa Mungu, na unashiriki mazoezi ya kunywa divai na mkate kama maandalizi ya sikukuu kubwa ambayo Mungu ameiandaa mbinguni. Ikiwa unakidhi vigezo, unasema bado mimi sijabatizwa, ninakualika, ni tukio dogo tu. Aaminie na kubatizwa ataokoka. Na kuita kama hujabatizwa na unasema nataka nishiriki hivi vitu vizuri, njoo takuelekeza, utabatizwa. Usibaki kukaa tu unaelea hivi, utashikwa na yale, utaenda kutoa kafara za ajabu, utaenda kunywa divai za kishirikina, utanyweshwa mikate ya kishirikina. Njoo kwenye mikate ya Bwana. Na habari njema kwako, kanisa nalosali, kanisa la Waadventista wa Sabato ambalo limetapakaa dunia kote, linawaalika watu wa dunia nzima waingie ile agano na Yesu ili upate kushiriki taratibu wa kanisa. Kila baada ya miezi mitatu ni vyema ukashiriki meza ya Bwana mahali popote utakapokuwa ulimwenguni. Na hata kama uko nyumbani kwako, kama umeamini na kubatizwa, hata kama uko umelazwa hospitali, tutakufuata, tutakuletea huduma hiyo, nawe utamshukuru Mungu na utapokea baraka hizi. Kama unasema kama nataka kujiunga na hizi huduma ili nipate kuwa Mkristo ambaye ni mtiifu wa maagizo ya Mungu, na hujabatizwa na unasema nataka kubatizwa, njoo. Na umekuwa ushiriki, unasema kwa sababu nina chuki na mtu fulani nimekuwa shiriki, ninakualika hata wewe njoo. Wimbi la damu ya Yesu linaweza kusafisha kila chuki na kila vurugu kwenye maisha yako. Hiyo unasema kanisani kwetu imekuwa ikifanyika, lakini kuna kipengele kimoja hakipo. Nimekupa option. Watu kwa ambako tunafanya vipengele vyote vya kumtii Kristo. Kwani usije ili ubarikiwe? Na ukija huku ufuati kanisa, au ufuati mtu, unamfuata Mungu ambaye ametoa maelekezo yake. Na hata watu wakipinda, wakiacha, shika, fuata. Mungu atakubariki sana. Basi Mungu akubariki sana mpendwa. Nikaribishe kwa somo zuri linalofuata ambalo linasema tambua una kitu. Mungu